Usipomaliza kufua hizi nguo, huri utashinda njaa na utalala na njaa. Unanielewa wewe? Mama, mimi njaa inaniuma. Mtizame kwanza macho yake. Yaani umndani utapika, utaosha vyombo, utafua na utapiga deki. Na hizo nguo zote nikitoka nikuti umezifua na zimekuwa safi. Ona huko nikuti nguo hata moja na doa. Uje uone utakavyokufinya hayo mashavu yake. Acha kunitolea mimacho huko. Kione kilivyo kimekaukia, utazani akili huko ndani. Yaani yule mpumbavu alikulelea, utazani ni mtoto huko ndani. Kumbe ni mbwa tu wa kuokota huko mtaani. Nyo, utapokwenda nami nitakwenda pia. Maana moyo umeukamata, kwako mie ni shadata. Nimezichanga karata, pote utakapokwenda nitakufuata. Japo moyo ni fumbo, yote yatunzwayo ni fumbo. Kuna mambo usiyoyajua na yote hutunzwa kwenye moyo. Na ikitokea umeugua, unojua first ni moyo. Fumbo, 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 Fumbo. wewe. Hapo unakanda miguu au unaishikashika? Mkanda miguu vizuri hiyo. Yaani miguu kanda vizuri, shika mpaka kule kwenye vidole kule, shika vizuri. Unajua sioni hata unachokifanya. Nimekuambia kanda vizuri huu mguu mpaka kule. Unaniangalia nini? Emfanya kazi yako. Lakini mama, nimechoka, miguu mizito. Kwa hiyo kama umechoka unataka nani aifanye hiyo kazi? Nimemwambia tu baba kusaidia, maana mimi miguu inauma. Ukikaragosi. Kwani wakati nakuja kukuambia wewe huyo babako sikumuona au? Na kuuliza sikumuona? Acha kuniangalia. Hello. Safi kipenzi za kwako. Mimi naendelea vizuri, sijui wewe uko uliko. Sija kukalia kimya babangu. Kila kitu kinaenda sawa kama tulivyopanga. Ila najaribu kupunguza ukaribu na wewe. Ila sija kujua ni nini kinachoendelea. Mimi nimekuruhusu, lakini kunakuwa na ugumu kidogo kipenzi. Kwa sababu unajua mndani sasa nimebaki peke yangu na kile kitoto. Kwa nikitoka babake akakikuta peke yake utakuwa mzozo. Sawa, sijali. Nitajitahidi na nitafanya hivyo kwa ajili yako. Sawa baba. Unaniangalia nini? Yeye unavyoniangalia utadhani unanifananisha sijui na ndugu yako gani? Aliyekwambia mimi na ndugu na machokora nani? Ndugu zako machokora wenzao wako huko majaralani. Acha kuniangalia, endelea na kilichokuweka hapo. Kioni.
Ya unajua mtaa hapa akili yangu imestaki kabisa. Kila nikijaribu kutafuta suluhisho gani linaweza kawa sahihi, lakini bado. Ya unajua tokea Happy aondoke pale nyumbani, naona kama nyumba nzima imekuwa full with the black shadow. Yani I don't see even a small amount of light ambayo inamulika pale ndani. I just looking darkness every corner of my house. I don't know. Naweza nikafanya nini kwa ajili ya kubadilisha ile hali? Kwa sababu kila ninapojaribu kujiweka sawa, lakini bado naona kama ndio hali inazidi kuwa mbaya. Kwa sababu inafikia hadi hatua nipo kazini but I'm still thinking about Happy. Nikirudi nyumbani nikimwangalia Nilham, bado namuona ndio na yeye anazidi kuwa kwenye mawazo. All the time she just asking me about Happy. Please daddy, mlete Happy. I'm not feeling good. Nashindwa nifanyaje kwa. Kuna wakati nakaa hadi naona kama yale maamuzi niliyachukua pasina kufikiria. Ningejipatia mimi mwenyewe muda wa kuweza kutafakari. I hope ningepata majibu sahihi. Lakini mpaka sasa hivi sijui nifanye nini. Sikia kaka. Mimi sidhani kama una haja ya kuumiza kichwa. Pale ni kwako. Hivyo unaweza kumrudisha. Alafu mimi nadhani njia rahisi uende kwa wazazi wake. Kaoneka alivyokaa kamejinamia. Haya, shika. Si ulisema njoo na kuuma. Shika. Kula huko unanitizama nini? Vichokora bwana. Ka. Ukaongee nao kwa sababu kwa hizi siku chache sidhani kama atakuwa amepata kazi. Atakuwepo tu pale nyumbani. Ni kweli kwa muda mchache huwa anaweza asiwe amepata kazi. Lakini kibaya zaidi ni kwamba hata nyumbani kwao sikufahamu. Lakini kuna binti mmoja ambaye ndio aliniunganisha naye. Nafikiri huyo pekee ndiye ninayemfahamu. Mtaa naoishi na ufahamu. Lakini kwake asipafahamu. Okay. Nadhani kama unaujua mtaa anaoishi, basi hiyo itakuwa njia pia ya kupajua nyumbani kwake. Kweli. Basi wacha mimi nijue jinsi gani ya kuweza kufanya. Naomba mimi nikapumzike. Maana naona akili na mwili zote hazina ushirikiano. Haina shida. Wewe tangulia ukapumzike. Mimi hapa kuna mtu nina appointment naye.
umependeza mno. Asante kipenzi. Rebeka, unajua nakumisi sana, na unavyozidi kupendeza hivyo mimi mwezi napata wivu. Fanya urejee basi. Kipenzi, siwezi kurejea kwa sasa kwa sababu mipango yetu tuliyoipanga bado haijakamilika, na unajua kabisa tuna mipango mingi, hivyo ningeomba tu uvute subira kidogo tu. Rebeka, mimi nitajuaje kama mipango yetu bado inaendelea? Angali uko kimya, hata meseji sipati feedback yoyote. Unachokisema ni kweli, lakini kuna kidudu mtu mle ndani ndio alikuwa ananipa kikwazo kikubwa sana, lakini nashukuru Mungu kwa sasa nishamuondoa, hivyo nitakuwa nakupa taarifa zote zinazoendelea. Huyo kidudu mtu ni nani? Ni dada wa kazi tu. Unajua mumeo alikuwepo hapa na ameniambia kwamba kuna binti wa kazi sijui ameondoka pale, ndio huyo ambaye utakuwa unamuongelea pia? Ndio yeye. Kama ni hivyo basi upaswi kubweteka kabisa, kwa sababu hivi tunavyoongea yuko kwenye harakati za kumrejesha tena. Sawa. Pale ni nyumbani kwangu na ile ni nyumba yangu, kwa hiyo kaa tulia, nina mpango. Muda si mrefu nitakwambia ninachofanya. Wow. Okay. The ball is on hand. Vipi lakini mpenzi, niambie. Tunaondoka kwangu au utarudi nyumbani kwako? Hapana kipenzi. Umeniomba dakika 15 tu. Na yule mtoto kule nyumbani nimemwacha peke yake. Hivyo na kama Ikani ametoka hapa, lazima moja kwa moja niende nyumbani. Hivyo acha tu niwahi. Sawa, mimi nitasema nini tena? Namtaka cha uvunguni, sharti ainame. Nakupenda japo sijui kama unanipenda pia. Utapokwenda nami nitakwenda dear. Maana moyo umeukamata, kwako mie ni shadata. Nimezichanga karata, pote utakapokwenda nitakufuata. Japo moyo Ni fumbo, yote yatunzwayo ni fumbo. kuna mambo usiyoyajua na yote hutunzwa kwenye moyo, na ikitokea umeugua, unojua first ni moyo. Mama yuko wapi? Mama hayupo. Kenda? Ni hata sijui. Halafu baba, namtaka anti yetu arudi. Mwanangu, usijali kuhusu anti, sawa? Unajua anti aliondoka na nilimfukuza mimi mwenyewe, kwa hiyo itakuwa ngumu sana kwa yeye kurudi hapa, na pia sijui hata alikwenda wapi, kwa hata kumpata pia ni ngumu. Kwa nakuomba mwanangu, nivumilie. Nitakuletea dada mwingine mzuri tu ambaye atakupenda kama alivyokuwa nakupenda. Sawa? Namtaka anti yule huyo kwa sababu ananipenda.
unajua nakupenda. Na yeyote yule ambaye hatakupenda wewe, basi hata mimi sitompenda. Kwa nitakuletea dada ambaye atakupenda sawa sawa na anti, na ambaye hata anaweza akakupenda zaidi alivyokuwa nakupenda anti. Nilifikiri najua, nikaweka moyo mezani, nikatupa. Ulikwenda? Nienda kumtembelea rafiki yangu. Yaani unawezaje kutoka na kwenda kumtembelea rafiki yako? Na ile hali unajua kabisa mimi nimekwisha toka nyumbani. Manake umemwacha mtoto peke yake. Yaani unawezaje kwenda alafu mtoto akabakia mwenyewe kwenye nyumba? Hivi Aikan, unanifukia kwa sababu sijakuaga au kwa vile nimemwacha mwanaharamu wako peke yake huko ndani? Yaani Rebeka, namuomba sana Mungu aweze kukupa utambuzi wa kujua maelezo na kufokewa. Mimi sikufokei, I'm just telling you how you supposed to be. Huyu ni mtoto mdogo. Huyu ni kama mwanao. Unavyofanya lazima unamfikiria kwamba nikimwacha hapa atakuaje? Nikiongea naye hivi ataliact vipi? You supposed to know. You are mom. Hata kama huyu sio mwanao, but this is like your kid. Tangu nimeanza kumlea huyu mtoto tangu akiwa mdogo, kinda kabisa, nafua kinyesi chake, namuogesha mpaka sasa hivi amekuwa hapo alipofikia. Nimepata faida gani? Kwa hiyo basi, tengua kauli ya kusema huyu ni mtoto wangu. Nakupenda japo sijui kama unanipenda pia. Utapokwenda nami nitakwenda dear. Maana moyo umeukamata, kwako mie ni shadata. Nimezichanga karata. Pole baba. Utakapokwenda nitakufuata. Japo moyo Ni fumbo, yote yatunzwayo ni fumbo. kuna mambo usiyoyajua na yote hutunzwa kwenye moyo, na ikitokea umeugua, unajua first ni moyo. Kaka samani, kuna mdada fulani hivi namuulizia kwa jina anaitwa Loveness. So last time alikuwa naishi mitaa hii, lakini nimekaa muda kidogo sasa, mazingira yamenichanganya, sijui naweza nikampata wapi. Loveness, sisi mfahamu, lakini hapa mtaani kwetu kuna Loveness watatu. Sasa sijui yupi ambaye unamtafuta. Loveness ninayemuulizia mimi ni mdada fulani hivi mnene alafu white. Yaani mweupe alafu mnene. Yeah. Nimkumbuka. Sema nini? Nimepishana naye sio muda mrefu. Alikuwa anaelekea nyumbani. Wapi? Umeona hii njia? Teremka nayo, kunja mkono wa kulia. Nyumba ya kwanza, nyumba ya pili ndo hapo anapoishi. Kwa ninyoshe, hakuna sehemu ambayo gari inaweza napita? Kwa huku usafiri hapana. Maana hata mabosi wa huku kuna parking pale, wanapaki magari yao,
wanashuka kwa miguu. Basi hapana shaka, nashukuru sana. Umesema nikifika tu hapo chini, nyumba ya kwanza, nyumba ya pili kulia? Okay, basi nashukuru sana. Dada, habari? Salama. Samani, nimekuja hapa nahitaji kuongea na Happy. Sijui unaweza kanitia. Happy? Mimi siku zote najua Happy upo naye. Haya, Happy hapa kafikaje? Ni kweli nilikuwa naishi naye, lakini leo yapata siku ya 3 Happy hayupo nyumbani kabisa. Hivyo nikawa najua kabisa fika lazima atakuwa hapa kwa sababu hana sehemu yoyote ile ya kwenda. Ndio maana nimeamua nije ili niweze kuongea naye na shida naye, please. Kama unasema Happy nyumbani kwako hayupo, basi nafahamu fika wewe ndio utakuwa unajua Happy yuko wapi. Kwa sababu hata mimi na siku ya 3 nampigia simu zangu hapokei. Akili yangu inanituma kwamba yuko busy na kazi. Alafu na wewe unaniletea mambo meusi. Bro, aise sitokuelewa. Ni kweli, alivyoondoka aliacha simu ndani na simu yake hii hapa. So ndio maana nimejua yuko hapa ili niweze kumkabidhi pia simu yake. Lakini pia kama hayupo basi nakuomba simu yake hii hapa, akija mwambie nitafute na mazungumzo naye ya muhimu sana. Please. Wewe nisikilize. Kama sipopatikana mdogo wangu, basi utanionyesha sehemu ambayo kitofu chake kimezikwa. Na kama ukishindwa, basi hakuna atayeweza kuzima hii vita ninaokwenda kuianzisha. Nakupenda japo sijui kama unanipenda pia. Utapokwenda nami nitakwenda. Sasa unalia nini? Wakati wewe ndio ulioniambia kwamba niseme haupo. Sasa hivi najaribu kukuelewa. Kuna namna najaribu kuelewa. Yaani unalia kana kwamba unaipenda sana ile nyumba au unampenda huyo mkaka aliyokuja hapa. Huyo sikuelewi. Dada, wewe huwezi kunielewa. Lakini mimi nilikwambia mle ndani yule mtoto lazima tu atakuwa anapitia maisha magumu sana. Na naamini hakuna sababu nyingine inayomfanya anifuate hapa zaidi yake. Sasa hapo nikuuliza swali tu kidogo. Yule mtoto ni wako? Wewe umemzaa yule mtoto? Wewe ni mfanya kazi tu, umeingia ndani umefanya kazi, muda wako kuondoka umefika, umeondoka, umerudi zako hapa. Una shida gani? Au kuna shida nyingine mwenzetu mimi sijui? Dada samahani, lakini mimi sijasema nataka kwenda. Nilivyomsikia tu anaongea nikamkumbuka yule mtoto na nikajaribu kufikiria vitu anavyovipitia sasa hivi. Aha, nimekuelewa. Mimi sijaenda kazini kwa sababu yako, kwamba wewe uwe sawa. Lakini kumbe wewe unawaza familia nyingine ambao hata wakujali. Sasa basi, sitarajii kukuona unalia tena kwa sababu ya familia tu nyingine inakuchanganya. Halafu mimi hapa nipo hapa naumiza kichwa, wewe namna gani utapata kazi, ukae sawa, urudi kama zamani, lakini wewe unaniona mimi chizi. Nina akili zangu timamu. Tena zimetosha zaidi unavyonichukulia wewe mtoto mdogo. Nataka ufute hayo machozi. Tuanze upya leo. Mambo yote yaishe na kuomba usahau.
na kuomba usahau sana tena sana. Dada, sio rahisi. Japo moyo ni fumbo, yote yatunzwayo ni fumbo. Kuna mambo usiyoyajua na yote hutunzwa kwenye moyo, na ikitokea umeugua, unojua first ni moyo. Fumbo, 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 fumbo. nakupenda japo sijui kama unanipenda pia. Utapokwenda nami nitakwenda dear, maana moyo umeukamata, kwako mie ni shadata, nimezichanga karata, pote utakapokwenda nitakufuata. Japo moyo Ni fumbo, yote yatunzwayo ni fumbo, kuna mambo usiyoyajua na yote hutunzwa kwenye moyo, na ikitokea umeugua, unojua first ni moyo. fumbo, fumbo,